Na Sophie, sasa kuna haja gani ya kuendelea kumpiga Jeni kiasi hicho? Mbona kama pesa nishakutumia? Na isitoshe simu na kupigia kuuliza kama umeiona, lakini upokee simu zangu. Hata SMS ya ujibu. Sidhani kama kuna haki ya kuendelea kumwadhibu Jeni namna hiyo. Kama pesa hujaiona ni bora niambie tu, mimi nikupatie nyingine. Kindege, hii issue haikuhusu. Unanielewa? Lakini hii issue ifanye nini? Haikuhusu. Naomba ufanye kinachokuhusu. Kuhusu ili heka langu mimi na Jeni, naomba tuachie wenyewe. Alafu na kama una pesa nyingi sana tukasaidia watu yatima huko. Wewe vipi? Alafu sasa nikwambie kitu kimoja. Kama pesa yako ulionitumia nimeiona. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo. Kwa hiyo unaweza ukaenda, sawa? Da Sophie, bado sijaelewa unamaanisha nini? Hujaelewa unamaanisha nini? Nasema hivi, unaweza ukaenda. Hii issue haikuhusu, sawa? Na wewe mpumbavu. Kuna haja gani ya kuja na Kindege hapa? Na wakati kabisa kinachoendelea unakijua. Lakini Da Sophie, mimi nimekupigia sana simu na ulikuwa upokei. Ndio maana nimekuja na Kindege hapa. Kwa nini unachoshangaa kitu gani hapo? Wewe unajua kwamba mimi sipokeagi simu za wajinga. Unataka nipokee tuongee nini mimi na wewe? Alafu ulivyokuwa mpumbavu, ukamua mkokote Kindege umlete hapa. Na wakati kabisa issue unajua inaendelea nini? Da Sophie, mbona sielewi mnazungumzia nini? Kwani nini kinaendelea? Kosa ni wewe 30 au kuna kingine? Kindege, issue ikuhusu. Kwa hiyo tunachokuomba sisi, naomba unyanyuke uondoke. Nimalizane na hii nguruwe hapa. Basi sawa. Jeni, tunaweza tukaenda? Basi sawa, twende. Wewe. Mimi na tumemalizana? Ila kweli bado. Kindege, wewe tangulia tu. Sawa. Wewe mpumbavu. Kulikuwa kuna haja gani ya kwenda nyumbani kwa Kindege kumkokota Kindege kumleta hapa? Halafu, ni kwa nini unataka kunibadilikia? Yaani ni kwa nini unataka unizunguka? Mimi siwezi nikakuzunguka. Lakini naona wewe ndio unafanya makosa. Yaani unaenda kinyume na makubaliano yetu. Hasa wewe umemua huyo Maria na naona kabisa hana makosa yoyote. Hasa kwa nini umemua? Na wengine ndugu zetu tunaoa kwa sababu wako kwenye ratiba ya utaratibu wetu wa ukoo. Yaani mizimu inawachagua ili tuweze kuangamiza kwa sababu ndio utaratibu. Lakini Maria sio ni kosa lake. Naomba unisikilize vizuri Jeni. Huyo Maria tulikuwa tuna kazi na viungo vyake. Kuna watu waliniagiza viungo vyake. Kwa hiyo nikaona hata tusipate tabu kutafuta mtu mwingine na wakati yeye yuko pale. Kwa hiyo ndio maana tukaona tumuue. Kuna watu walikuwa wanataka viungo vya Maria? Mbona sikuelewi? Yaani hii kazi imeanza lini? Hii biashara ya kuuza viungo imeanza lini? Mbona mimi sina taarifa? Kwa hiyo Jeni, kila kitu nataka ukijue. Wewe elewa kwamba kuna watu walihitaji viungo vya mtu kama Maria. Kwa hiyo nikaona Maria yuko pale anazaga na vitu vinavyohitajika anavyo. Kwa hiyo kabidi nimtoe tu. Nisianze kuumiza kitu kwamba tunampata wapi tena. Kwa bahati mbaya akanikimbia, afu akafika kwa mama mdogo kule akanitaja. Kwa hiyo nataka mimi niletee matatizo. Lakini Sofia, mbona unajiamulia wewe mwenyewe? Hiki chama ambacho umekianzisha sasa hivi, mbona sikijui? Unatafuta viungo? Haukunipa taarifa yoyote mbona? Kwa hiyo nataka ujue kila kitu. Naomba unisikize kitu kimoja. Mimi sioni haja ya kulumbana mimi na wewe. Kwa sababu Jeni, wewe sio msafi kama hivyo unavyojipretend sasa hivi. Mbona umeoa watu wengi sana lakini? Kwa hiyo leo ndo mama huruma sana, wewe ndo mwema sana. Kwamba unaumia. Lakini Sofia, wewe unajua kabisa mimi nikiwa nakuwa nimeagizwa na mizimu kwamba tuende tukaangamize huyu na huyu na huyu. Lakini sio kama unavyofanya wewe. Na unajiamlia sana siku hizi. Kwamba umeanzisha chama kingine cha wanaotafuta viungo. Na mimi sifahamu chochote. Wewe ni kama tunaenda kinyume na makubaliano. Naomba usikize vizuri Jeni. Hizo habari naomba tuachane nazo. Kuna hii takataka, huyu Kindege. Tunahangaika naye muda mrefu. Sasa hivi inabidi tuwe serious naye. Kindege anatakiwa kufa. Tena leo. Kwa hiyo naomba tuachane, baadaye nitakuita nije nikupe kazi. Kwa hilo sawa. Tumekubaliana. Wewe hivi mume wangu, najua hauna akili timamu hata kidogo. Hivi ile jana ilikuwaje?
Ilikuwaje yani shemeji yako anakuzidi kete, anaongea maneno kibao, umekaa kimya tu cha kujielezea una. Shida yako ni nini mume wangu? Yani nikajua mume wangu kwa sababu ni mume wangu. Nikajua hapa nipo na mume wangu ninajitapa. Huwezi kushindwa na ule mwanamke, basi ungeongea maneno kibao, mwisho siku tukaenda tukamchukua Farida, tukarudi naye hapa nyumbani. Cha kusikitisha. Yani mwanamke akakudanganya danganya na yule kichwa lako basi. Hadi ukaamua kurudi nyumbani. Ndio nini sasa unachokifanya mume wangu? Mke wangu. Chonde, usije karudia tena kauli kuniambia mimi. Mimi sio kushindwa na mwanamke. Haiwezekani kabisa mimi kushindwa na mwanamke. Sema nimetumia tu busara. Kwa sababu mimi yule shemeji yangu namheshimu sana. Namheshimu sana. Nilikuwa na uwezo wa kwenda huko kwa Farida huo usiku. Lakini ushauri wako ulikuwa ni wa msingi pia. Kwa sababu kama tungeamua kwenda kule ule usiku, huenda tungepata matatizo. Kwa sababu kwenda kwa mtu usiku, ukafika ukafanya labda furugu yoyote, maana unaonekana wewe ndio umeleta fujo pale. Kwa hata kama ni sheria, lazima itakufunga, itakuwa upande wa huyo ambaye yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi niliona kabisa ni busara kwamba tuende leo, kwa maana kwamba tupumzike ule usiku. Leo tukishaamka kama hivi sasa hivi, nimpigie shemeji yangu aje hapa tuondoke wote. Na ndio maana hata yeye mwenyewe alinisii kwamba tuje nyumbani tupumzike kwanza. Ukisha kucha atakuja hapa tuondoke wote tuende kule kwa kina Farida, tukamtafuta huyo Farida aurudishe vitu vyangu. Yani mume wangu yani nashindwa hata kukuelewa. Yani nashindwa kukuelewa. Unajitetea bure tu mume wangu, wewe ushashindwa. Umeshindwa mume wangu. Naendelea tu kuwalea. Endelea kuwalea hivyo. Na inavyoonekana wale wanataka kukugeuka, lakini wewe usivyojielewa sasa umekaa tu hapo unatia huruma. Shauri yako. Anigeuke? Hawawezi kunigeuka. Nataka kama shemeji yangu ndo akinigeuka maana atakuwa amekiuka kabisa makubaliano. Kwa sababu nimemheshimu mno tena kwa kipindi kirefu sana. Nilikuwa na uwezo kwenda kule kwa mama yao. Na kama ikitokea kweli amenigeuka, lazima niende kwa mama yao, nikaongea mama yao nimwambie kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwa hichi kipindi chote ambacho nimekaa kimya sijamwambia. Kwa sababu nimetumia busara sana. Tena kama mwanaume nimeamua tu kutumia hii busara. Huenda kama ningetumia hasira, huenda mpaka sasa hivi kungekuwa na jambo ambalo lishatokea ambalo libaya kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri maamuzi haya ambayo nimeyafanya mpaka sasa hivi ni ya msingi sana na ni ya busara sana. Lakini pia unajua nini mke wangu? Vitu vyangu vina thamani kubwa sana. Thamani ambayo kiukweli nimeitunza kwa muda mrefu sana. Hivi unajua mke wangu, siku hiyo ya harusi kuna mtu alitokea akasema kwamba anataka nipe 1.5 milioni ili aweze kuvichukua, lakini nilikataa kata. Nikasema siwezi kuviuza, na ndio maana mpaka leo vilikuwa hapa ndani kwangu vinaendelea kutulia. Alafu katokea mjinga mmoja kaamua kuondoka navyo. Sijajua mpaka sasa hivi anavyo au kaviuza. Mke wangu, vile vitu vyangu lazima virudi hapa ndani. Kwa sababu vina thamani kubwa sana. Naamini kabisa kama vingeendelea kubakia hapa, vingeendelea kupanda thamani, na huenda kama ningekuja kuviuza baadaye, basi ningeviuza kwa thamani kubwa mno. Kwa nisikilize mke wangu. Hebu nichukulie simu yangu pale ndani. Nimpigie shemeji yangu sasa hivi aje hapa tuondoke pamoja tuende kwa kina Farida nikamchukue hiyo Farida. Ikiwezekana nipe vitu vyangu au nimchukue mwenyewe aniambie kavipeleka wapi. Janeti, yani kuna vitu vinatokea kwenye maisha yangu vinanichanganya akili yangu. Kuna muda nikiviwaza sana, yani mpaka nafikia hatua nakata tamaa ya kuishi. Leticia, kwa nini una shida gani tena mpaka unaongea hivyo? Janeti, unahisi kutakuwa kuna shida gani sasa? Shida ni huyu mdogo wangu Farida. Yani temu hii kuna kitu kakifanya cha kipuuzi, yani cha kijinga mpaka nikifikiria naogopa. Hivi unajua Farida kuwa kamwibia mume wake? Wewe Leticia wewe. Kaiba vitu? Ndio. Unakumbuka kipindi kile nilikwambia Farida amerudi pale nyumbani na tukamuita hapa tukaongea naye akakataa. Kumbe mwenzetu amerudi pale alikuwa na mipango yake bwana. Kafika pale kamwibia mume wake vitu ambavyo walipewa siku ya ndoa yao, kavibeba vyote kakomba na vitu vyake baadhi. Karudi kwa wale vijana. Na hivyo vitu kavipeleka wapi? Hivyo vitu kaiba anavodai yeye kauza. Na pesa kapeleka wapi? Au kafanyia matumizi gani? Kawapatia wale vijana. Kwa sababu yeye kwa madai yake anavodai, wale vijana walikuwa na dada yao. Na huyo dada yao alikuwa ni mgonjwa, kwa hiyo alikuwa amelazwa muda mrefu sana. Hivyo muda wake wa kutoka hospitali ulikuwa umeshafika. Na wao hawakuwa na pesa, ukizingatia wale vijana pia maisha yao tu ni kama ya kwetu, hawana kazi.
Kwa hiyo alichokifanya akaenda pale kwa mume wake kaiba vile vitu, tukaamua kuuza, kaenda kumsaidia yule mdada. Jamani. Leticia, kwani mdogo wako ana matatizo gani kwenye akili yake? Yaani anachagua kabisa kuiba vitu vya mume wake, anaviuza, anaenda kusaidia watu baki huko mtaani, na anajua kabisa mama yake anahitaji msaada. Kwa nini asingemsaidia hata mama yake kwanza? Janeti, yani katika kitu ambacho namshukuru Mungu, yani ninatamani hata nifunge, ni hili swala la kwamba ameiba vile vitu hajamsaidia mama. Kwa sababu kama angemsaidia mama, yani angeiba vile vitu akauza na zile pesa zikamsaidia mama kumpeleka hospitali, kwa lazima sisi wote tungewajibika kwenye hiyo kesi yake. Lakini kwa sababu kauza kaenda kumsaidia mtu mwingine kule, mimi namshukuru tu, kwa sababu ya matatizo atamaliza yeye pamoja na mume wake. Ila kitu ambacho kimebaki hapa kinanichanganya ni Kanoni anataka ajaongee na mama. Na ana hasira vipi? Kwa sababu alikuwa na mpango wa kujenga nyumba nyingine, na vile vitu Hoga amevitunza ili akianza kujenga vimsaidie katika ujenzi wake. Kwa hiyo sasa hivi kapanic. Shida yake anataka aongee na mama. Kuanzia asubuhi ananipigia simu, anataka mimi nimpeleke kwa Farida. Na mimi Farida nimeshaongea naye na tayari kashaniambia vitu kauza. Kwa hiyo nawaza hata kama nikimpeleka pale, majibu atakayopewa ni haya haya, hatupata majibu mengine tofauti na haya. Kwa hiyo atavunjika moyo kabisa. Yaani naogopa tu asije kaenda kuongea na mama yetu tukampoteza. Kwani hivyo vitu vina thamani ya shilingi ngapi? Janeti, hivyo vitu ni vya gharama. Yaani hivyo vitu vina thamani kubwa kabisa. Mimi mwenyewe tu kwa mshahara wangu siwezi kuulipa. Labda kama nitunze pesa mishahara yangu ya miezi 2 kidogo, at least naweza nikaweza kulipa. Lakini umesha imagine kama nitafanya hivyo, familia yangu mimi itaishije? Mama yangu atapata wapi dawa? Kwa hiyo hilo ni swala la uongo. Japokuwa pia nikifikiria kwa upande mwingine nashindwa hata nifanyaje. Yaani ni changamoto ambayo naogopa. Najua kabisa mama nitampoteza, na Kanoni anapiga simu kama kachanganyikiwa. Hii kweli kiboko. Lakini mimi ningekushauri tu kitu kimoja. Ungepokea tu simu yake then ukamsikiliza anasema kitu gani. Labda anaweza kama amebadilisha mawazo. Janeti, yule umjui. Yule ni Msukuma. Yaani ni mbishi, amuelewi mtu yoyote. Kwa hiyo hapana, siwezi kupokea simu yake. Anapiga tena. Mpokelee. Wewe Janeti, nimpokelee? Hapana, siwezi kupokea kwa kweli, atanisamee tu. Ni sawa, lakini pole sana. Yaani kiukweli siamini kabisa kama kampuni yetu imeweza kufanya vizuri kiasi hichi. Unajua Janeti, nikikuonesha hata takwimu zetu za miezi michache iliyopita ni tofauti kabisa. Hebu tizama. Hapa ni kabla wewe kufika kazini, lakini tizama tangu ulipoingia. Niseme tu asante sana mister. Na hii yote unayoiona hapo ni kwa sababu ya usimamizi wako. Mimi niseme tu kwamba kiukweli umenifurahisha sana, na hii inazidi kuonesha jinsi gani tunakuwa kila siku, na ndio sifa kubwa ya kampuni. Mimi nikupongeze tu kwa kweli, umetuheshimisha. Shikamoo Kobeni. Marhaba. Shikamoo Madam Janeti. Marhaba Bibi Supu. Ujambo? Jambo. Yaani Bibi Supu, naona unazidi kupendeza tu. Asante. Yaani unajua ukiangalia takwimu tumewacha wengine mbali sana. Yaani ni kitu ambacho inaonekana ni faida kubwa sana kwetu. Yeah. Mke wangu, karibu. Asante. Baby Supu, unafanya nini hapo? Nilikuwa najisomea. Kwa hiyo nimekuja kupumzika hapa kidogo. Sidhani kama kuna umuhimu wa kuendelea kukaa hapo. Unaweza ukatoka tu. Mke wangu, lakini mimi sioni kama kuna ubaya wowote ya yeye kupumzika hapa. Kutokana na nini? Naye amechoka. Kwa kama ninataka kupumzika na sisi sio kitu kibaya. Sijaongea kwa ubaya mume wangu. Ila kuna kazi alikuwa anaifanya huko. Ukiachana pia na kazi alikuwa anaifanya, ana homework. Ndio maana nimemwambia aende akamalizie homework yake. Oh, wow. Baby Supu,
hii kesi isha change kota tayari. Yaani mimi nilikuwa nataka ubaki, lakini kutokana na swala liloingia katikati tayari ni swala la masomo. Na najua unatamani kukaa na sisi, lakini kukaa na sisi sio bora kama masomo. Kwa hiyo nenda kaendelea na masomo, kamalizia homework. Utakapomaliza utapata muda wa kupumzika, okay? Sawa. Basi sawa. Sawa. Yaani ni hatari sana kiukweli. Janeti, inaonekana unaenjoy sana unapokuwa karibu na mume wangu. Nadhani pia hiyo nafasi unaitamani sana. Kindege, unamaanisha nini kusema hivyo? Maana sijakuelewa kabisa. Maana yake mbona inajieleza kabisa. Na kuona tu uso wako unavyokuwa na furaha kipindi unapokuwa karibu na mume wangu. Na hivyo najua kabisa unaitamani sana nafasi nilionayo. Umeanza. Tena umeanza sasa. Lakini naomba nisikize vizuri mke wangu. Katika siku sihitaji marumbano wala kashikashi za aina yote ni leo. Kwa sababu nina furaha ya hali ya juu. Usinifanye surprise zangu zote ambazo nimeziandaa kwa ajili ya siku ya leo zivurugike. Please. Naomba usituvurugie siku tafadhali. Surprise? Surprise gani? Yaani hapo unapotuona kampuni yetu imefanya kitu kikubwa sana ambacho hakijawahi kutokea. Hebu jizirishia angalia. Na hiyo yote imetokea baada tu ya Janeti kuja kwenye kampuni yetu. Mume wangu, ina maana kampuni yetu imepata mafanikio makubwa kiasi hiki? Ndiyo. Na hiyo yote imefanyika baada tu ya Janeti kuingia kwenye kampuni yetu. Maana before ukiangalia hata takwimu zake za nyuma, hatukuwahi kufika katika piki hiyo. Kusema kweli Janeti, nimeiona nafasi yako kwenye kampuni ya mume wangu. Hongera sana. Ndiyo. Na hapo unapoona wafanyakazi wote wanakuja hapa. Hapo unapoona tuko tayari kwa sherehe. Yaani leo hapa tunakula nyama, choma ndafu, ni kupika mchele mpaka uelewe. Yaani kwa kifupi hapa kila mtu ana vibe. Kwa wafanyakazi wote wanakuja hapa. Na sisi tumetangulia tu kama wenyeji wao. Kwa kitu ambacho tunahitaji sasa ni amani tulokuja nayo tuzidi kuidumisha na tufurahie mafanikio hayo. Nadhani mume wangu hilo limeisha. Yaani na kwa fulani nilionayo nesi nitasimamia kila kitu. Shika kwanza. Mume wangu, acha mimi niende jikoni sasa nikaandae masufuria na vyombo vingine ili wakija wakute kila kitu kipo tayari. Yes, na sasa hicho kitu ambacho tunataka kufanya hapo sasa inabidi uende na Janeti kusudi mkasaidiane kwa sababu ni swala la heri. Nadhani hata amekuja kwa ajili msaidiane wote. Kwa hiyo si sawa? Nadhani hilo limeisha. Janeti, twende basi. Twende. Halo. Jamani, muwai, muda unaenda. Ya. Basi sawa, halina ubaya kabisa. Poa. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni mnyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa, unaungwa. Ila, Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba 2. Na zingine 2 tutakuandikia hapo chini. Ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa, kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako, kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando, Bei Kitonga!
Daki Ndege, chakula tayari nishaandaa kipo dining. Daki Ndege, chakula tayari nishaandaa kipo dining. Daki Ndege. Hivyo mjinga, kwa nini unanishtua kiasi hicho? Hapana dada, mimi sijakushtua, lakini nilikuwa nakwambia kwamba chakula tayari nishaandaa kipo dining. Kwa hiyo kama chakula tayari unashindwa kuniambia kistaarabu mpaka unanikulupua namna hii? Unataka kuniua au? Hapana, samahani dada. Pole dada. Niache, niko sawa. Kwani ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nakwambia kwamba chakula tayari nishaandaa kipo dining. Fanya uende, tangulia mimi nakuja. Sawa. Mume wangu. Sasa kinachokufanya unakuwa na stress ni nini? Mawazo ya nini? Unakaa unajinunisha, huna amani, huna furaha. Tatizo lako ni nini mume wangu? Na hiyo simu unayopiga haipokelewi muda wote. Unapiga tu simu, haufanyi maamuzi yoyote. Umesimama tu hapo. Wewe una shida gani kwani? Shauri yako. Niko nampigia shemeji yangu. Na nahisi apokee simu, huenda akawa yuko kazini. Sasa hivi huenda ni muda wa shule. Kazini? Siku ya shule? Leo si Jumamosi, leo yupo nyumbani. Kumbe leo ni Jumamosi? Leo ni Jumamosi, na hata kwa kutopokea simu yako, huenda hao ni maamuzi yake binafsi. Ameamua tu asipokee simu yake yeye mwenyewe. Shauri yako. Na kingine mume wangu, wewe unaonekana haupo serious kabisa na jambo lako. Siko serious mimi au wewe ndio uko serious? Mimi sipo serious, mimi ndio loibiwa vitu vyangu na Farida. Unajua mke wangu unaongeongea sana. Yaani unakaa mdomo unachonga mno. Kwanza, wewe ujauzito wako na miezi mingapi? Nimekuuliza, hiyo mimba yako ina miezi mingapi? Mume wangu, hii mimba yangu ina miezi 4. Kwa mimba miezi 4, wewe unabaki hapa kila siku unakula ndimu, unakula malimao, si maembe mabichi. Haikui tu hiyo mimba. Au wewe haujui kwamba mimba huwa kama jipu la usoni? Mume wangu, unajua tumbo langu mimi ni mwanandani. Kuaga ndani kwa ndani tu. Alafu kingine mume wangu, ushikuniona mimi hata kama nimekula ugali tumbo langu likatokeza mbele. Si hujui kuliona. Kwa hiyo naamini ipo siku tu utaliona tumbo langu likawa linatokeza mbele. Usinichanganye mimi wewe. Usione mimi mtoto mdogo kwamba mimi sijui vitu, sawa? Nimekwambia kwamba ujauzito ni kama jipu la usoni. Kwa ni lazima lionekane. Wewe uniambie mambo ya mwanandani sema kitu gani? Sasa nisikilize vizuri. Inabidi tuende kwa dokta, tukapime huo ujauzito wako tujue umefikia miezi mingapi. Na kutokea hapo tutajua kwamba hilo tumbo lako la mwana ndani au la mwana nje. Manake bila kupima hapa utaendelea kunitetea ujinga wako huo. Alafu kuna siku nitakuumiza. Mume wangu, kwa sasa hivi hutaki kuniamini mimi. Kwamba kila ninachokiongea wewe hutaki kunielewa. Yaani mume wangu imefikia tu unataka hadi kunipeleka hospitalini niende nikapime hii mimba. Ni kiasi gani kwamba wewe hutaki kuniamini wala kuelewa ninachoongea? Kwa sasa hivi hutaki kuniamini kabisa kwamba hii mimba ina miezi 4. Mume wangu, kumbuka hii mimba haina muda, itakuwa tu. Unaongea sana mume wangu. Hadi najisikia kutapika. Mungu wangu. Imekuwaje mbona mapema sana mume wangu ameshaanza kunishtukia? Nitafanya nini sasa? Mungu wangu nifanyeje? Sasa nimeona sasa nifanye jambo. Na kabla sijafanya hili jambo,
Farida. Farida. Wewe unaanza kitu gani hapa? Sebiga, kuna kitu hapa nakiwaza. Unajua jana nilivyoenda kuongea na dadangu, kuna vitu aliniuliza ambavyo sikuwa na majibu nayo. Na kikubwa zaidi ambacho alikuwa amenitia ni kwamba kuna kitu mimi nilichukua kule kwa Kanoni. Kwa alikuwa ameniita kwa ajili ya kuniuliza hicho kitu. Kitu? Ni kitu gani hicho Farida? Ni kitu tu nilichukua kule nyumbani kwangu. Na kingine ni kwamba kaniambia kuwa Kanoni ananitafuta sana. Na ananitafuta sio kwamba eti kwa ajili ya hivyo vitu, sio nimekuja kukaa huku, sio nimefanyaje. Ananitafuta kwa ajili ya hicho kitu tu basi. Lakini Sebiga, ambacho mimi najiuliza, mimi naona kabisa nipo sahihi kwa kitu ambacho nimekifanya. Japokuwa wao wanaona kama vile mimi sipo sahihi. Lakini mimi moyo wangu unaniambia kabisa nipo sahihi kwa sababu nimefanya tu kama vile kusaidia na sijafanya kwa nia mbaya. Alafu pia Kanoni anaona kama vile mimi ndo nimemkosea sijui, lakini mimi sijakosea sehemu yoyote. Farida, ni kweli hakuna ulichokosea. Na kitu kingine Farida, mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini usisaini talaka? Ndio Farida. Maana ukisha saini talaka, kila mtu ataishi na maisha yake. Na wewe mwenyewe mawazo yote yatapungua, yani kila kitu kitapungua kwenye kichwa chako. Kwa hiyo ni bora tu ungesaini talaka Farida. Nikasaini talaka. Ndio Farida, kwani wazo baya hilo? Sebiga, sio wazo baya, ni wazo zuri, lakini nilikuwa naomba unipe muda kidogo ili nifikirie. Nikupe muda uweze kulifikiria, si ndio? Basi sawa, hamna shida. Sawa, hamna shida. Okay, sawa. Kindege, shida nini? Mbona unakoa hivi? Yaani mimi hata sielewi imekuaje. Yaani nimeota kama kuna mtu ananikaba, amenishika shingo, ananikaba kabisa, ameningangania. Shit. Mbona Kindege hajafa? Kwani Seba ameshindwa vipi kumuua Kindege? Au Baby Supu ndio chanzo cha Seba kushindwa kumuua Kindege? Pole sawa. Huenda labda kuna kitu kimejaribu kupita kwenye njia ya hewa, ndio maana umekoa. Lakini tulia, jitahidi kunywa maji mengi sana kadri utakavyoweza. Hali itaisha, sawa? Pumzika, lala hapa. Basi sawa. Mimi naomba niende kwangu, sawa? Haya. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndio, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni mnyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa, unaungwa. Ila, Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba 2. Na zingine 2 tutakuandikia hapo chini. Ambazo ni 06
15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando Bei Kitonga!